dharau. Khitabu imeelekezwa kwako kwamba msingi wa karama yako unatokana na we mwenyewe kujitambua. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kwa hivyo man yahun, anayejidharau, yashulil hawanu alayhi, huwa ni rahisi kudharauliwa. Kwa nini? Atumalizia mshairi na mali jurhin bimayitin ilamu, jaraha haliwezi kumtia utungu maiti. Mtu ashakufa, ukimkata atasikia utungu? Hawezi kusikia utungu. Kwa hivyo ikiwa ushauua binadamu wako, ukidharauliwa huwezi kusikia utungu. Na la ajabu leo, katika kipindi ambacho hizi zitengo za kiulimwengu zinapojaribu kuja kutuuzia sisi haki za binadamu na kututengenezea organization sijui za kulinda na kufundisha na kuamsha na kuhamasisha mambo ya haki za binadamu, katika kipindi hiko wamfanya mwanadamu awe mtwevu katika maisha yake bila ya kujitambua, wakati wanapokubadilisha wewe kukufanya kama hayawani kwa jina la haki za binadamu. Kwa sababu hivi wewe uko na karama ikiwa utatembea uchi kama anavyotembea mnyama. Ushajiondosha kwenye nafasi ya ubinadamu kwa ndia ya haki zote utakazokuambiwa. Hauwi wewe ni tofauti na mnyama wakati unapoweka malengo ya kula kwako, ya kuishi kwako ni kula. Ng'ombe akiamka asubuhi, ajalakumullah, punda akiamka asubuhi, ndoto yake kubwa ni kufuata nini? Vipi atajaza tumbo lake? Wale Waarabu watuambia la yahumuhu illa alafu, hana hamu isipokuwa chakula chake. Bas, hana ndoto yote, hana yeye atapata elimu kiasi gani, atajenga heshima kiasi gani, hajali. Na katika kutafuta kula kwake hatafautishi cha mtu si cha mtu, ni kisafi ni kichafu, kina najisi hakina najisi, atatia. Na mara nyingine atakula paka zitu za kumdhuru mwenyewe. Tunaenda kula makaratasi, ende yale mifuko ya nailoni, paka baada yake uone tumtafutia nini, kwa sababu lengo la maisha yake ni nini? Ni tumbo. Na leo hawa katika kututengeza soko wamtengeneza mwanadamu ambaye aishi kwa ajili ya tumbo lake na kwa ajili ya tupu yake. Lau utafanya utafiti, zitu sisi tunaona za tupita tu. Lau utafanya utafiti leo wa zombo za habari, zombo za utangazaji, na hata katika social media, utajaribu kuketi wewe uweke kipercentage nafasi iliyopewa advertisement katika kutangaziwa zakula, katika kutangaziwa kuvaa, kujipamba, yani katika kutangaziwa mambo ya kimwili yako, kisha uangalie upande mwingine advertise zinazofanywa katika kuhamasishwa wewe ubinadamu wako, tabia zako, utoke na asilimia ngapi? Basi kupata kitu pengine ikifika 2% au 3%. Saa zote wewe waelekezwa ni hoteli gani, ni chakula gani kitakuwa kizuri zaidi, utakipika vipi, hizo zipindi za kupika, zipindi sijui za nini. Zile ni zitu zaeleza, simandia wenye kunena, za akisi, za reflect hali ya ulimwengu ulivyobadilika, na wayaona ni maendeleo. Na ndio utamuona leo mwanadamu ameendelea katika kuwa msafi zaidi katika kula,
ana zijiko zinane. Kenda kwenye zile hoteli kubwa za kisawasawa, utaona ile sahani umepangiwa zijiko karibu aina ngapi? Aina 8. Na wale jamaa wanaungia hoteli kama zile, hubidi mwanzo umvute mtu kando, umuulize ufanywaje hizi, manake kuna cha supu hakiliwi chakula. Na ukitaka kujulikana kwamba wewe ni mgeni, ni wakati unapoonekana umeshika kijiko sicho, mahala ambapo sipo. Kuna kijiko cha supu, kuna kijiko sijui cha nini, kuna uma, kuna kisu cha kukatia, sio? Taona zimepangwa. Siku moja tumefuatana na almarhum, Mungu amrahamu, Sheikh Abdullah Nasir. Ananiambia wakati nilipokuwa nimetaguliwa mbunge, sasa kuna kipindi alikuwa mbunge Kenya. Sasa ananiambia ilibidi mwanzo upekwe training, sababu utakwenda kuketi kwenye zitu hizi, uende ukafundishwe namna ya kula, namna ya zile zijiko, hata ukiwa waendelea kula namna unavoziweka kwenye sahani. Kuna muweko ukiziweka weta atakuja kuondosha, waweza kuanza kupekana naye mbio. Namna unavoziweka zile zijiko ziwili, yule ile sahani, ni ishara kwamba nimesha kumaliza kula. Kuna na namna ya kuziweka, ni ishara kwamba naendelea. Sasa wewe waweza kushtuka, jamaa ndio na kisahani na huyamaliza kula. Akanitolea story, siku moja Nyerere alikwenda Amerika, amefuatana na mmoja katika mawaziri wake, sitomtaja jina. Sasa katika kuketi, katika kunwa chai, ule waziri ikabidi kidogo awe mbali na Nyerere, meza huku ni high table zie. Sasa wale wasimeme na tupa ya chai, kila ukikiweka kile kikombe kufanya nini? Kukutilia. Na kama umemaliza hutaki tena, utafanya nini? Utakiwikiza. Kiswahili cha Kiamwe. Kwa hiyo maana kuikiza sio? Utakifunika. Ukikifunika atayua kwamba wewe hutaki tena chai. Lakini ule jamaa akahupiga chai, akiweka jamaa umtilia. Nyerere humpigia signal. Mpaka mwisho akaona hakuna wa Kiswahili, akamwita kwa jina lake, akamwambia watakuua, funika kikombe hiko. Sasa haya ndio maendeleo tulionayo leo. Lakini wewe unaofundishwa namna ya kushika kisu, namna ya kushika kijiko, namna ya kushika kikombe, namna siku ya kuteka tambara hapa na uketi kula kiustaarabu, ustaarabu wako wamalizikia pale. Huku ni mwizi, ni khaini, ni mzinifu, sijui umeelewa? Ni mwizi. Hakuna tatizo, kwa sababu mushatengenezwa katika kupima ubinadamu wa mwanadamu, mwangalia zitu za kimwili. Almuhimu wewe umevaa suti, umevaa 3 piece, umeiweka tai inavyotakikana, watu watakuteka kwa sababu hujui kuifunga tai. Lakini watu hawakuteki kwa sababu wewe hujepa. Sijui tumeelewana vizuri sana. Watu watakuteka kwa sababu wewe ulipoketi kwenye meza hujui kuzishika zile zisu, ukazitenga ukapeka mkono bismillah. Basi ile hoteli mzima watazunguka wakuangalie wewe kwamba ni mpumbavu aina gani huyu aliyoko hapa. Lakini ataingia mtu au angie mwanamke, nusu ya kifua chake kiko wazi, nusu ya mapaja yake yako wazi, fita za nguo zake za ndani huonekana, aonekane ni mtu ameendelea. Umeona vile tunavyojengwa jamani? Na yaja polepole, yaja katika maisha yetu, yametoka kule yashuka huku. Leo wewe kila ukiwa mjanja katika kujepa, katika kupanga miradi ya kujepa, watu kuona ndio mwerevu wetu katika hii jamii. Onekana ndio mwerevu na ndio mtu umefaulu. Lakini wewe ukiwa ni mtu ambaye wataka kulinda mipaka ya kisharia, utaanza kutupiwa maneno ambayo hayaeleweki, kwa sababu ni utamaduni wajengeka.
Na hapa ndipo ninapotia mkazo mimi kwa nini nije na mada hii. Mimi ni nani? Mimi si mwili. Mwili ni thuluthi katika hakika yangu. Kwa nini 90% nashughulikia mwili ambao ni thuluthi? Ikikubali kugawanya sawa sawa, tuupe mwili thuluthi, ruhu thuluthi, na nini nafsi thuluthi, 1/3. Kwa nini katika maisha yangu kwatiliwa mkazo upande huu? Haki za mwanadamu zataka zilinde ruhu yake, nafsi yake, hakika yake, si mwili wake. Si haki inaokuja kukwambia wewe utembee tupu. Haihusiani na masala ya ubinadamu wako, kwamba kitu kikubwa leo, mada kubwa, kwa nini mwavaa hijabu, kwa nini sijui kadhaa. Mwili haujalishi umeuvisha nini katika hakika yako. Nafsi umeilisha nini katika hakika yako, ndio kinachojalisha. Ruhu umeilisha nini katika hakika yako. Na ndio hapa twarudi kwenye Qur'ani ilipotwambia walaqad karramna bani adama, tumemtukuza mwanadamu. Kwa nini tulimtukuza? Kwa sababu ana zitu ambazo ziumbe wengine hawana. Imam Ali alayhi salam katika baadhi ya hadithi asema, mwanadamu Mwenyezi Mungu amemuumba katikati ya wanyama na malaika. Katikati, upande mmoja ana sehemu ya wanyama na upande mmoja ana sehemu ya nani? Ya malaika. Akikusudia mwili ni sehemu ya wanyama, ama ruhu na nafsi ni sehemu ya nani? Ya malaika, kwa sababu malaika hawana mwili, ni akili safi, ni nuru safi, na ndio hawafanyi maasia, kwa sababu chanzo cha maasia ni mwili. Kisha akaendelea kunena, alivyopokewa Imam Ali akanena, mtu ambaye mwili wake utashinda akili yake atakuwa muovu kuliko mnyama. Mtu ambaye mwili wake utashinda nini? Akili yake, yani yeye atakuwa apekeshwa na mwili, akili haina nafasi kwenye maisha yake. Yeye ni kula, kulala, kuvaa, kadhalika atakuwa aswa min alhayawan. Na ndio ile aya ya Mwenyezi Mungu, thumma radadnahu asfala safilin, tini zaidi ya waliotini. Angalia vizuri hii aya. Huko ametuambia laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ni akiweza kucombine zitu hizi ziwili vizuri, akitukua kimoya akatukua mwili, ndio ile utakuwa umerudishwa tini zaidi ya waliotini. Waliotini ni wanyama, wewe utakuwa tini yao zaidi, ndio ikakwambia utakuwa muovu kuliko wanyama. Na ndio ile aya nyingine nena walaqad dharana li jahannama kathiran minal, kaendelea aya lahum qulubun la yafqahuna biha, kisha kanena bal hum fahum kal an'ami, hao ni kama wanyama. Kisha Mwenyezi Mungu akafanya istidrak, bal hum adhal, bala ni waovu zaidi, toka tumewaonea wanyama. Kwa nini ni waovu zaidi? Wajua, unapoishindanisha baskili ambayo yategemea nguvu za maguu yako kusukuma, ukaishindanisha na Honda yenye nguvu zaidi, zinaposhuka sawa, huwa nani ameshindwa? Sijui tumeelewana vizuri sana. Baskili na Honda katika mashindano zikashuka sawa, huwa ushindi atakapewe nani? Baskili. Kwa nini? Kwa sababu nguvu zilioko katika Honda hazistahiki kuwa sawa na nani? Na baskili. Kwa hivyo mwanadamu anapokuwa sawa na mnyama ambaye ni mwili hana akili, mwanadamu ambaye ni mwili na akili, wanapokuwa sawa, huwa mwovu zaidi ni nani? Mwanadamu. Asfala safili. Aendelea Imam Ali asema,
lakini unaposhinda upande wa akili ukashinda mwili, atakuwa bora kuliko malaika. Na hii rudi kwenye Qur'an, ndio ile a'la illiyin, huku ni asfala tini, zaidi ya waliotini, kule yu zaidi ya walioyu. Walioyu nani? Malaika. Lakini kwa sababu wewe malaika hana matamaniwa, hana mwili, yeye ameumbwa ni msafi kufanya mema, wewe unapoweza kufanya mema kama anavyofanya yeye, umemshinda. Sijui mmenielewa vizuri sana. Umemshinda. Kwa nini? Kwa sababu wewe katika kutii kwako si rahisi shekhi. Wapambana na nguvu za ardhi na nguvu za mwili, tumbo la kuitisha, tupu ya kuitisha, kupambana na shahawat, ukaweza kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, si jambo la kawaida. Na hapa ndipo waliambiwa malaika, usjudu li Adam, msujudieni, wakati atakapokuwa ruhu yake na akili yake imewashinda nyinyi, kwa sababu imekuwa sawa na nyinyi. Ndugu zangu wapendwa, huyu ndio mwanadamu kihakika vile alivyotakikana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atoka wapi? Kwa hiyo tumetujua nini ni nani. Sasa kuna mambo ni rahisi yakisherehewa huwa magumu. Sikilizani vizuri hii statement yangu. Kuna mambo ni rahisi sana, ni mepesi sana, ukijaribu kuyaeleza ndio huyafanya nini? Huyafanya magumu. Kuna na mambo ni magumu, yakielezwa huwa rahisi. Na ndio Sheikh Mudhaffar ana msemo wake usema, tawdihul wadihati min ashkalil mushkilati, kufafanua yaliyo wazi ni katika matatizo makubwa. Kwa mfano mimi nikuulize, nieleze yua, mwangaza wa yua, hebu nieleze. Mimi sijui, nimesikia neno mwangaza wa yua, hebu nieleze. Hebu nisherehee paka nifanane. Utabaki kupeka mikono tu. Mjawahi kuona watu ni kama utamwona mtu huzungusha mikono namna hii. Wewe ukiona ile mikono imeanza kwenda sana, yua hapa hakuna maneno ya kueleza. Utabaki kupijwa ni kama tu. Hebu ueleze mwangaza. Mwangaza ni nini? Kwa Kiswahili tu. Jalia mtu amekuya ataka kujua mwangaza. Na sikwambii kufundishwa lugha, uniweke neno la Kiingereza, sherehe ya kukieleza kitu. Si rahisi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu wazi katika dunia kama mwangaza. Na ndio lakanena wala yasihu fil adhhani, ile shairi, idha ihtaja an-naharu ila dalili. Hakuna kitu kitasihi katika akili wakati tutakapotaka dalili ya kuthibitisha mtana. Tana hutaki dalili, ni ufungue mato yako tu utauona. Mwanipata vizuri jamani? Masala ya sisi twatoka wapi ni katika masala yako wazi kabisa, yamefanywa magumu kwa wenye kuyatolea dalili na wenye kuyapinga. Kama watu wakaanza mjadala kuhusu kuujadili mwangaza, watakufikisha wakati wewe ulikuwa ukiuona mwangaza kwako ni kitu kiko wazi, utaanza kutia mushkili, sasa huu mwangaza ni upi? Utaanza kujishuku. Na ndio masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiketi safi maumbile yako, hujachafuliwa na mazingira wala hujachafuliwa na mijadala isoeleweka. Kila mwanadamu fitra yake, akili yake yamwambia, mimi siko hapa kisudfa, mimi niko hapa nimeletwa. Na kwa sababu gani? Kwa msingi huu hakubali lengine lolote isipokuwa hili la Mwenyezi Mungu, kwamba limekuja bila sababu. Lengine lolote hakubali mwana, hata ule apinga Mungu. Niwahi kuwatolea kiswa, wengine wasema kimetokea Iraq. Ule bwana mlahidi alongia akahukanusha Mungu na huchallenge ataka mwanachuoni yoyote atoke apambane naye.
Jamaa wakawa mzozo, wakamwendea mwanachuoni mmoja, ambia vipi bwana, toka ujadiliane naye huyu. Yule akawa akataa, mwisho akamwambia nimekubali, lakini nina sharti. Gani? Akamwambia mjadala usiwe hapa. Ni kama mfano kulikuwa kuna mto kama hapa, kwamba mjadala ni Manda. Saa ngapi? Kesho saa 4. Ule bwana akipoa sharti akakubali. Sasa wajua watu namna wapendao mizozo, mtupua asubuhi, mwenye kuowea, mwenye kidao, watu wote wamevuka upande ule, kumetengenezwa jukwaa, watu wakitizia ngoja mjadala. Imeingia saa 4, shekhe hayaya sema kumeanza sasa mnong'ono, mvumo, mkimbia ucha sui kadhaa, saa 4:30, 5 mpaka watu wameondoka, shekhe ndio huteremka uyao, akia watu wote wakale. Sema la, kabla hamujatoa hukumu nipeni nafasi nijieleze kwa nini nimechelewa. Akapewa nafasi, kanena mimi nimetoka kwa time, nimekuya mpaka Pwani, kulikuwa kuna jiti la Mkuneni pale, nikisikilia pale nisimeme hungoja chombo kinivushe, mara kumevuma upepo. Ule upepo umelisumua lile jiti, oko yu limechongeka likishuka ndao na tanga lake na mashini yake. Nimeingia sasa, ile process ya kuangalia yale ndio mimi nimechelewa. Jamani, la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi. Maskini mwanadamu sikamili huyu, shekhe ametuata. Kila mtu amekopiga la haula, mwetuetea mtu gani? Mandazimu, maneno gani haya? Kwamba mti utasumuka, uruke, ukatike, utengenezeke, uwe dau, limtie limvushe mpaka hapa. Watu wote wakakata shauri, shekhe ni nani? Mandazi. Akamwambia basi, bazimu wangu wa hili jiti na wenu wa ulimwengu nzima, upi ni mkubwa? Mimi nkidau kimoya tu, sijui mmenipa digrii ngapi ya wazimu. Sasa nawauliza nyinyi, huu ulimwengu kutoka jua, mwezi, nini, bazimu wenu utakuwa kadri gani? Sinyi unena kulikuwa na mlipuko huko, hizo nadharia, mlipuko zikalipuka, zikaja zikaungana, kwengine ukatengenezeka jua, kwengine ukatengenezeka mwezi, kwengine sijui ukatengenezeka bahari. Wajua kuna mahala pa muhimu sana watu hupakimbia. Suala si kukanusha Mungu, suala baada ya kumkanusha Mungu, tupe tafsiri, ulimwengu ulipatikana vipi? Sijui tumeelewana vizuri sana. Usitosheke mtu kukwambia Mungu hakuna. Sawa, Mungu hakuna. Ikiwa Mungu hakuna, zilikujaje hizi? Kisha usikilize. Sasa unapoketi wewe ukaiangalia ulivyoumbwa, na ile wa fi anfusikum, iangalie hii aya ninayoanza nayo. Mwenyezi Mungu anasema vipi? Akianda amenena wa fil ardi ayatun lil muqinin, katika ardhi pana aya, pana ishara, pana alama nyingi za watu ambao wenye yaqini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum, na ndani ya nafsi zenu, afala tubsirun, hamuzioni? Wa fi samai, na katika mbingu, rizqukum wa ma tuadun, pana sababu ya riziki yenu ambayo ni mvua. Hii inaitwa majazun sababi, si kwamba mteu shuka kutoka mbinguni. Sababu za riziki zenu kutoka wapi? Mbinguni. Au makadirio ya riziki zenu na munayoahidiwa. Fawarabbi samai wal ardh, na hapa kwa Mola mlezi aloumba mbingu na ardhi, innahu la haqqun, hunu ni ukweli ulio wazi, mithla ma annakum tantiqun, kama vile mnavyozungumza nyinyi. Nisimame hapa nimalize khutba ya leo. Kama mnavyozungumza. Kwa nini Mwenyezi Mungu amenena mithla ma annakum tantiqun? Umeketi wewe ukaianalyze process yako ya kuzungumza? Wewe unaona upeka tu midomo sauti ikatoka?
Hala, nenda kwa biology uangalie kazi inayofanyika kupitia meno yako, midomo yako, ulimi wako na sehemu kadha za ndani ya kanwa lako, bado haijatosha kutoa sauti, mpaka kuwe na waves. Lau kutaondoshwa waves, waweza kupiga mayowe, sauti haitoki, kaonekana upeka mdomo tu. Wewe unapofanya vile, sauti ya translatiwa, yabadilishwa, yapitishwa kwenye waves. Waves zaenda zapokewa kama kupokewa dishi la satellite linaopokea nini? TV. Hili sikio limetengenezwa, hili ndio dishi lake. Si kuna na receiver, tafunga lile dishi yu, kisha tini kulikuwa kuna nini? Ingawa leo tumeingia kwenye teknolojia nyingine. Ndani kuna receiver, itatranslatiwa ile wave, ibadilishwe ifanywe sauti. Ilipokuwa yapita hapa kwenye anga, ilikuwa si sauti, ilikuwa ni wimbi la nini? La hewa. Hii yatosha peke yake. Wewe ukiketi ukaisoma kitabu kamili, waweza kuandika namna unavyozungumza, namna inavyotoka sauti, na mpaka sauti inavyokwenda kwenye sikio, na sikio inavyoipokea, bado ikarudi ikapelekwa kwenye bongo. Bongo ndio likatranslate maana amezonena ni haya. Mwenyezi Mungu anena haya ni dalili wazi kwamba haya ninayowaambia ni haqqun, innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Ndugu zangu wapendwa, huyu ndiye mwanadamu. Hapa ndipo alipotoka, atoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah Mungu akitupa uhai na uzima, katika juma lililopita nataka tuzungumze kwamba hukujileta, umeletwa. Kwa hivyo kama kuna aliyekuleta, malengo sio yako peke yako, malengo ni ya yule aliyofanya nini? Aliyokuleta. Kuna tofauti kujipeleka na kupelekwa. Na nimalize tu kuwapa nasaha, bado mambo. Kuna tofauti ya viongozi kupelekwa bungeni na kujipeleka. Wakijipeleka watakwenda kuzungumza malengo yao, tukiwapeleka watazungumza malengo yetu. Na mara nyingi viongozi wetu hujipeleka, hawapelekwi. Kivipi? Kwa sababu hununua tikiti ya kwenda, hawapewi tikiti ya kwenda na wale wanaohusika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi adh-dhakirin wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم، وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.